Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wa channel yetu kutokea pale popote ulipo. Ni wakati mwingine tena ambapo tunamshukuru Mungu kwa neema hii ya ajabu aliyotupatia, ambapo tunaendelea pamoja kuangalia neno la Mungu, tunajifunza hatua kwa hatua kile ambacho Mungu amekikusudia siku ya leo. Basi bila kupoteza wakati, tuko ndani ya siku 50 na kwa siku ya leo tuko siku ya 10, yani tuko moja ya tano ni sawasawa na 20%. Kwa hiyo safari bado ni ndefu, bado tuna 80% ziko mbele yetu, na Bwana atatutia nguvu katika yote hayo na tutafika salama huko tunakoendelea. Kwa hiyo ndani ya siku hizi 50 za Pentekoste tunaangalia habari za Roho Mtakatifu, habari za Pentekoste yenyewe, habari za kunena kwa lugha na kujazwa na Roho wa Mungu na mambo yote yanayohusiana na hayo. Sasa ndani ya siku ya 10 nimekuandalia mengi ambayo naamini tutakwenda pamoja, tutajifunza pamoja na utabarikiwa kwa kile ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yako siku ya leo. Karibu tuwe pamoja. Barabara kabisa siku ya leo tunapoendelea, ambayo ni siku yetu ya 10, tutaongozwa na maneno ya Mungu toka kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 na wa 29 kama unavyoweza kuona hapo. Kwa hiyo Yoeli sura ya 2, na Yoeli alikuwa ni nabii, kwa hiyo alitabiri baadhi ya mambo ambayo yatakuja kujitokeza katika siku za mwisho. Kwa hiyo aya ambayo tunayaona hapa ni mambo yaliyotabiriwa, lakini sisi tunapoishi, kwa sababu sisi tupo kwenye agano jipya, haya ni mambo ambayo yapo kwenye siku zetu, yani sisi ndo tunaishi uhalisia wake. Akina Yoeli wao walitabiri habari za mambo ya siku zinazokuja, kwamba itakuwa ni hivi na hivi na hivi, lakini sisi tayari tunaishi kwenye uhalisia wa mambo hayo. Kwa hiyo bila kupoteza wakati tuende moja kwa moja. Mstari ule wa 28, mstari wa 28 Biblia inatuambia, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, na wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Ndicho kitu ambacho Biblia inatuambia. Tumalizie mstari wa 29. Biblia inatuambia, tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Kwa hiyo kama hapa tulivyoona, Mungu alikuwa anasema katika siku zile, na hizo siku zilizokuwa zinazungumzwa sasa ndo siku zetu hizi tulizonazo sasa, ndio siku za leo. Kwa hiyo na wewe usije ukasubiria kwamba na mimi nasubiria siku zile zitakapokuja. Hapana, siku hizo zilizotabiriwa ndio sasa, wakati ndio sasa. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba tuko kwenye nyakati hizo, ili uweze kufaidi vizuri, ili uweze kufurahia kile ambacho Mungu amekikusudia. Basi tuende kwenye uchambuzi wa haya mambo, tuanze jambo moja baada ya jingine, na naamini utabarikiwa kabisa. Tunapoanza hapa kwenye mstari wa 28, Biblia inatuambia hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Jambo la kwanza hapa tunajifunza kitu gani? Mungu ndiye aliyekuwa akizungumza jambo hili. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba katika siku hizo zinazokuja nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Jambo la kwanza lazima ujue Mungu ni nani na kwa nini anasema atamimina roho wake juu ya wote wenye mwili. Biblia inatueleza vizuri kabisa, hata kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari ule wa 24. Biblia inatuambia kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa Mungu yeye yupo kwenye hali hiyo, yeye ni roho, lakini hapa anatuambia atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Kwa nini Mungu asingetutengenezea sisi wenye mwili roho zetu nyingine, kama ameona hizi tulizonazo hazifai au hazitoshi? Basi Mungu angetutengenezea roho nyingine. Kwa nini atupatie roho yake yeye mwenyewe?
Yeye ni roho, huyo ni anaitwa roho wa Mungu, angebaki kwa Mungu. Alafu sisi wanadamu wenye mwili, Mungu akatutengenezea roho nyingine kwa ajili ya kukaa kwa wenye mwili. Kwa nini? Unajua, jambo la kwanza, Mungu alitupenda upeo. Unajua, mtu ambaye unampenda sana, yani kwamba unatamani, yani hata ukiwa karibu naye, yani unatamani hata kungekuwa na uwezekano hata ukaingia ndani yake, ukawa ndani yake. Yani unaona ule ukaribu kama vile hautoshi kwa mtu ambaye unampenda sana. Sasa ndivyo Mungu alivyotupenda. Biblia inatuambia kwamba Mungu alitupenda upeo. Upeo manake mpaka mwisho wa kipimo chake cha kupenda, ndivyo alivyotupenda sisi. Sasa akaona mwanadamu akikaa na roho yake, na mimi Mungu nikakaa na roho yangu, alafu tukao tu tunakutana mara moja tunaongea. Hapana, nataka roho yangu mimi niingize ndani ya mwanadamu. Hapo ndo mimi Mungu nitakuwa nimeingia ndani yake. Kwa ndo maana Mungu anaongelea habari ya kumimina roho yake juu ya sisi wenye mwili. Manake Mungu anataka ushirika na sisi, Mungu anataka umoja na sisi, Mungu anataka fellowship, koinonia, mahusiano ya ndani kabisa. Ndicho kitu ambacho Mungu anakitaka, ndio maana anatupatia roho yake. Na sababu nyingine tofauti na ya upendo ni kwamba Mungu tayari anajua sisi ni wanadamu. Na unajua kuna wanadamu wengi wakiwa hata wanafanya makosa au wanataka kukosea kwa makusudi, anaanza kujitetea kwamba mimi ni mwanadamu bwana, wanadamu wote tuko hivi. Ndio maana sisi ni wanadamu, ni wadhaifu, si wakamilifu, ndio maana tunafanya mambo ya ovyo yasiyofaa, tukisingizia kwa hicho kigezo kwamba sisi ni wanadamu. Ni ule ubinadamu unatufanya tufanye yale tunayoyafanya. Sasa Mungu anasema, jamani, nitawapatia roho yangu. Huyu roho ambaye anafanya mambo ya kiungu, ambaye ni roho wa Mungu mwenyewe. Sio kwamba kuna roho nyingine tumetengenezewa ili tuwe nazo zitakazo tusaidia alafu Mungu akabaki na roho wake. Hapana, ni ule roho mwenyewe wa Mungu. Mungu anamwaga, anamimina, anamwachilia juu ya wanadamu wenye mwili wawe na roho wa Mungu. Yani ni sawasawa, tuchukue labda bodaboda, pikipiki, ambao tunajua engine ya pikipiki uwezo wake na speed yake. Sasa uchukue engine ya ndege uiweke kwenye pikipiki, manake utategemea pikipiki iwe na uwezo mkubwa wa kufanya vitu vikubwa kuliko ilivyokuwa nayo mwanzoni. Sawa, tunajua pikipiki ingekuwa na engine ya pikipiki, alafu ndege ikabaki na engine yake ya ndege. Sasa hapa kilichofanyika, Mungu alivyotupatia sisi roho wake yeye, ni sawasawa Mungu amechukua engine ya ndege, imekusudiwa kwa ajili ya ndege. Roho huyo alikusudiwa kwa ajili ya Mungu, anaitwa roho wa Mungu, sio roho wa mwanadamu. Sasa huyo roho wa Mungu, Mungu anamweka ndani ya mwanadamu mwenye mwili wenye udhaifu. Mungu huyo ndo anamchukua huyo roho wa Mungu, anamweka ndani ya mwanadamu. Sasa ndicho kinachotokea kwamba injini ya ndege inawekwa kwenye pikipiki. Yani tunategemea hiyo pikipiki ikienda speedi, iwe speedi sasa inakaribia kupaa. Sio kwamba ile pikipiki ianze kutoa sababu, unajua ni pikipiki tu ndo maana imeshindwa kupanda mlima, lakini imeshawekewa injini ya ndege. Sasa tuache kutoa zile sababu kwa nini tunakosea, tunachuki tu, unajua ni ubinadamu, nimejikuta nimemtukana huyu, au unajua tu nimepitiwa kidogo. Kwa nini upitiwe na vitu vya ajabu? Ndio maana Mungu akasema, sasa nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Maanake Mungu alikusudia upgrade, kukuinua uje kwenye kiwango cha uungu, utoke kwenye hali ya kuwa binadamu wa kawaida. Mtu mwenye roho wa Mungu, hata kama una mwili, haui tena binadamu wa kawaida. Ndo sasa turudi kwenye mfano wetu wa pikipiki na ndege. Pikipiki yenye injini ya ndege haiwi pikipiki ya kawaida. Pikipiki za kawaida zina injini ya pikipiki ambayo inafanya kazi ya pikipiki ya kawaida tunazozijua. Lakini ukishaweka injini ya ndege kwenye pikipiki inaacha kuwa ya kawaida. Vivyo hivyo Mungu alivyomweka roho wake kwenye maisha yetu, tunaacha kuwa wanadamu wa kawaida. Ndicho Mungu alichokuwa anakizungumzia. Na mambo hayakuishia hapo, yakaendelea. Hapa Biblia inatuambia kwamba na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Unaona, jambo la kwanza tunaloliona hapa, kama vile Mungu kuna watu walikuwa anazungumza nao hapa kwenye hii sehemu ya kwanza. Anasema kwamba nitamimina
roho wangu juu ya wote wenye mwili. Alafu kipengele cha pili akaanza kuongea watoto wao. Akasema wana wenu waume kwa wake watatabiri. Alafu wazee wenu. Alafu na vijana wenu. Manake Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako, habaki yale matokeo hayabaki kwako wewe peke yako, yanakuwa tunaita transgeneration. Yani inatoka kizazi chako inaenda kizazi kingine. Mahusiano na roho ya aina yoyote, hata wale ambao wanaabudu roho ambazo sio roho wa Mungu, kuna kitu ambacho kinatoka kwenye kizazi kimoja kinaenda kwenye kizazi kijacho. Wanarithishana, wanabebeshana mikoba kuendeleza mambo yao hayo ya kichawi au roho zisizofaa. Sasa ukija kwa Mungu na venyewe ndo vivyo hivyo. Mungu anasema roho wangu nikisha mmimina kwa ajili yenu, matokeo yataonekana kwa vijana wenu, kwa binti zenu watatabiri, na wazee wenu na vijana wenu kuna mambo yatajitokeza. Kwa hiyo hata kama wewe ni kijana, usisubiri tu mpaka utakapozeeka ili umpate Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako. Anza wewe sasa hivi. Utakapotembea vizuri na Roho Mtakatifu, matokeo yataonekana kwenye familia yako na kwenye kizazi chako kitakachokuja baadaye. Usifikiri tu mambo ya Roho Mtakatifu yanaishia na wewe, hapana. Ndio maana tunasema kitu hiki cha Pentekoste sio siku moja tu upo kanisani ukanena kwa lugha ukajua mimi hapa Pentekoste nimeimaliza. Hapana, ni kitu ambacho kinakwenda kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Ni mambo ambayo Mungu alikusudia ya kutoa utukufu mmoja kupeleka utukufu mwingine, kuanzia na maisha yako binafsi, alafu baada hapo kwenda kwenye maisha ya kizazi chako. Kwa hiyo tusikariri tu zile laana za mababu na mabibi walilaaniwa, kwa hiyo laana inanifuatilia, laana ya wazazi wangu, laana sijui akina nani. Hapa na unapojaa Roho Mtakatifu, unapojua Roho Mtakatifu yupo ndani yako, unapojua Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe, maisha yako yanajua kufanya nini na nini hayatafanikiwa tena kwenye maisha yako, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo usiogope, usifadhaike, Mungu yuko upande wako. Na Biblia haikuishia hapo tu, ikaendelea ikasema tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Huyu ni Mungu hapa anaendelea kuongea, anasema vile vile juu ya watumishi wenu. Unaona, yani Mungu anataka vile vile hata watumishi tunapotumika. Unajua unaweza ukatumika kwa kukariri au kwa ile miongozo ya kidini uliopewa au taratibu zilizowekwa na dhehebu ulilopo au pale mahali unaposali. Hata kama una dhehebu lakini ni watu mmekusanyika mkaanza kusali, unaanza tu kufuata zile sheria, kanuni na taratibu mbalimbali zilizowekwa. Hapana, hutakiwi kuishia hivyo. Lazima uende mbele, ujue kwamba Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Mungu hapa alishamwaahidi Roho Mtakatifu sio tu kwa ajili ya watu wote wenye mwili, kwa watoto wa kiume na wa kike. Mungu akasema hata na watumishi. Unapokuwa mtumishi kwenye eneo lolote lile, na watumishi hapa hatumaanishi wahubiri peke yao au mitume, manabii, wachungaji na maaskofu peke yao. Hapana, ni mtumishi. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unaenda kufagia kanisa, nenda kufagia kanisa ukiwa unajua umejaa Roho wa Mungu. Nenda ukiwa umejaa Roho wa Mungu. Haleluya. Nenda ukiwa unanena kwa lugha, ujue kwamba umejaa Roho Mtakatifu, unamtumikia Mungu, unafagia katika nguvu za Mungu. Haleluya. Wewe ni muimbaji wa kwaya, udumu kwenye eneo hilo ukiwa umebeba nguvu za Mungu katika kila eneo la maisha yako, nao utamuona Mungu kwa namna ya ajabu na ya utofauti kabisa. Kama hata ni mtumishi, labda siku hiyo kwenye ibada umepewa hata kutoa matangazo, toa matangazo katika nguvu za Mungu. Unajua haijalishi upo eneo gani. Biblia hata inatuambia, ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia ile sura ya 6 na sura ya 7, habari za kina Stefano. Akina Stefano hao walichaguliwa kuwa wapishi jikoni, wanaosimamia mambo ya vyakula, nyama, nyanya, vitunguu na mafuta, lakini walikuwa wamejaa nguvu za Mungu. Akitoka huko jikoni kupika, mtu amejaa nguvu za Mungu, akiwa anarejea nyumbani hivi, akipita barabarani, akikutana na watu, anawaombea watu, wakawa wanaponywa, watu wakawa wanafunguliwa, watu wanaokolewa, mpaka Stefano akawa tishio, mpaka wakaja kumhoji maswali, wewe imekuwa kuaje unahubiri Injili? Lakini yeye kumbe alikuwa ni mpishi, anasimamia mambo ya vyakula, lakini alikuwa amejaa nguvu za Mungu. Kwa hiyo haijalishi wewe ni mtumishi wa aina gani, hata kama unachemsha maji kwa ajili ya watumishi wa Mungu,
Mungu? Unapeleka maji, unahusika na kufanya jambo gani pale madhabahuni? Chochote kile unachokifanya, unaangalia maua pale, unaangalia mapambo kanisani, hivi kanisa limepambwa vizuri? Hata kama jukumu lako hata ni kufua vitambaa ambavyo vinahusika kupamba madhabahu au eneo lolote kanisani, fanya katika nguvu za Mungu. Usifikiri wanaomhitaji Roho Mtakatifu ni wale ambao wanakwenda sasa kuhudumu, mtumishi wa Mungu atakayehubiri, huyu ndo inabidi ajae Roho Mtakatifu. Hata na wewe ujae Roho Mtakatifu. Haleluya. Hata kama kazi yako ni kudeki pale madhabahuni, deki katika nguvu za Mungu. Yoyote atakayefika kwenye madhabahu hiyo akaweze kukutana nguvu za Mungu, huenda akajua labda huyu mhubiri ana nguvu za Mungu. Kumbe wewe ulideki ukiwa unanena kwa lugha, unaachilia nguvu za Mungu mahali pale. Watu wanafika wanakutana na nguvu za Mungu. Lakini Mungu akiwa anaandika mtu ambaye amesababisha ya mambo kutokea, jina lako wewe ndo litaandikwa, na ukifika mbinguni utakutana na thawabu yako. Kwa hiyo hakikisha umejaa Roho Mtakatifu kwenye jambo lolote lile unalolifanya. Usidharau kile unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kumtumikia Mungu sasa nje ya kanisa, popote unapofanya kazi, labda ni ofisini kwako, ni wapi, ni shuleni, wewe ni mwalimu, jua kwamba unaandaa kizazi kijacho, unaandaa kizazi cha baadaye. Unamuandaa rais, unamuandaa waziri mkuu, unaandaa wabunge na madiwani, unaandaa mameneja, unaangenzi, unaandaa wachungaji wa baadaye na maaskofu. Hiyo ni huduma unayofanya. Hakikisha umejaa Roho Mtakatifu unapofanya mambo hayo. Usione tu haya ni mambo ya Kaisari, ngoja tumpe Kaisari. Sio mambo ya Kaisari hayo, ni mambo ya Mungu. Hakikisha unamtumikia Mungu kwenye eneo lolote alilokuweka. Hata kama ni mkulima unaenda shambani, nenda na nguvu za Mungu. Sio unaenda tu unakutana na nyoka na kugonga, ghafla haupo tena pamoja na sisi. Nenda na nguvu za Mungu. Nyoka mwenyewe akikuona hivi ajue huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwa watumishi, juu ya watumishi, wanaume kwa wanawake. Na hata kama wewe mwanamke, usijidharau, usifikiri kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya wanaume peke yao. Hapana. Hapa Biblia inatuambia ni kwa ajili ya watu wote. Katika siku zile. Siku zile ni zipi? Ndo siku sasa za leo. Siku hizi za leo za Agano Jipya, baada ya Roho Mtakatifu kumiminwa siku ile ya Pentekoste mpaka leo. Alafu Mungu akuka anayemiminwa hapa ni Roho wa Mungu. Sio kwamba ni roho yako inapewa nguvu. Ni Roho wa Mungu anayekuja kukaa ndani yako. Haleluya. Mambo ya giza hayawezi kukufuatilia ukijua ukweli huu kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Mungu amemimina. Na kwa nini Mungu akusema tu nitamuweka Roho wangu? Mungu akatumia lugha kwamba nitamimina. Lile neno nitamimina maana yake ni kitu kisicho na kipimo. Mungu anamimina Roho wake pasipo kipimo ndani yako. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatembea na nguvu zake. Ukitembea na nguvu kidogo, jua kwamba umejipimia wewe mwenyewe. Lakini Roho Mtakatifu ameshamiminwa bila kipimo. Inategemeana na kiu na shauku ulionayo wewe. Basi kwa siku ya leo tutaishia hapo. Nipende kukuambia kwamba hakikisha muda wote unakuwa na kiu. Kiu ndo mazingira ya kumsaidia Roho Mtakatifu kukuhudumia kwa kiwango zaidi. Roho Mtakatifu hawezi kwenda zaidi ya kiwango au zaidi ya kiu au zaidi ya shauku ulionayo wewe. Wewe ndio unayemtengenezea mazingira, ila yeye amemiminwa pasipo kipimo. Basi kwenye maisha yako, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unatumika kwenye eneo lolote lile, kanisani na nje ya kanisa, lakini hata kwa ajili ya familia yako, watoto wako wa kike kwa wa kiume, na wenyewe Roho Mtakatifu akawatembelee kwa sababu wewe umeamua kumwamini Mungu. Ndivyo hata Mungu alivyozungumza na kina Ibrahim. Lile agano Mungu alilifanya na kina Ibrahim, Isaka na Yakobo, lakini taifa zima likatembea kwenye baraka ambayo Mungu alizungumza na wazazi wao. Hata walipokosea, Mungu alikumbuka agano alilofanya na kina Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo ndicho ninachotaka nikuombee. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema.
Asante kwa ajili ya mtazamaji huyu popote alipo. Ninazidi kuomba kiu na shauku ndani ya moyo wake, ndani ya roho yake, kukupenda wewe na kukuishia wewe, Mungu wa kweli, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako isipungue kwenye maisha yake, ukawe pamoja naye, ukaendelee kumtetea na kumpigania. Bwana, kiu ya Roho Mtakatifu isipungue ndani yake, bali ikazidi kuonekana, ili Roho Mtakatifu ukayajaze maisha yake, ukayajaze maisha yake kwa kipimo kikubwa, katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Mungu ukatoke kwenye viweko vya miguu, ukaende kwenye magoti, kwenye kiuno, mpaka mto usiovukika, kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila anachokifanya akaifanya kwa nguvu za Roho Mtakatifu, maana Bwana umemimina Roho wako Mtakatifu juu ya wote wenye mwili, hasa sisi ambao tumekuamini. Tutembee katika nguvu za Roho Mtakatifu siku zote za maisha yetu, na kulitumikia kusudi lako popote tutakapokuwa, katika jina la Yesu Kristo. Tuwe kanisani, tuwe makazini, tuwe kwenye majumbani, tuwe mashambani na vijijini, Roho Mtakatifu na nguvu zake zitaonekana kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa ni mwema. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mzuri. Katika jina la Yesu Kristo, nami nazidi kuombea familia za watumishi wako wote, katika jina la Yesu Kristo. Yale mahusiano yao na Roho Mtakatifu yakaweze kuleta matokeo kwenye familia zao, kwa watoto wao wa kike na wa kiume, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wao nao wakakutumikia wewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu wazazi wao wamechagua kuambatana na wewe, Mungu wa kweli, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinatembea juu ya wazazi zitaambatana na watoto wao, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya Roho Mtakatifu uliyemwachilia katika siku zetu, nasi ukatusaidie Bwana tukamjue Roho Mtakatifu na kutembea katika nguvu zake siku zote. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen, amen. Basi Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji kutokea popote pale ulipo. Leo ndo ilikuwa siku yetu ya 10, na tunamwamini kabisa Mungu ametusaidia. Mungu anaendelea kututia nguvu mpaka tutakapoonana tena wakati mwingine kwa ajili ya somo jingine ambalo Roho Mtakatifu ataendelea kutusaidia hatua kwa hatua. Basi kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka Rema Outreach Church, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.